Total Healing Ministries ni taasisi ya kidini lakini ina malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza ni kuhubiri neno la Mungu, lakini tunaamini kwamba neno la Mungu hatuwaandai watu tu kwa ajili ya maisha yajayo. Tunawaandaa watu hata kwa maisha haya. Kwa hiyo katika maisha haya tunajikita pia katika utoaji wa elimu na kuanzishwa kwa huduma za afya, lakini pia kutoa huduma za elimu. Kwa hiyo tunajikita kwenye afya, elimu na kiroho. Sasa muunganiko wote huo tunasema kithiolojia tunasema holistic approach, yani ambao ni mfumo wa ujumla, unamchukua mwanadamu katika roho, nafsi na mwili. Sasa hiyo ndio imepelekea kupata jina Total Healing. Total Healing ni uponyaji kamili. Kwa hiyo tunaposema Total Healing maana yake ni uponyaji wa roho, nafsi na mwili. Huduma hii ilizaliwa rasmi tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2016, miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo na kwa sababu hiyo ndio maana nimesema tunaadhimisha miaka 10 ya kuzaliwa kwa huduma hii. Sisi kila mwaka watu tunafanya hiyo THM Day, maadhimisho ya kusherehekea kuzaliwa kwetu, tunafanya kila mwaka. Kwa hiyo mwaka huu itakuwa special tu kwamba tumeunganisha na uzinduzi wa kanisa na vyombo. Mafanikio machache ya huduma mpaka sasa hivi kulingana na malengo yake: ujenzi wa kanisa na ununuzi wa vyombo. Na tunamshukuru Mungu kwa neema ya Mungu imetugharimu takriban milioni 400 kwa ajili ya mradi mzima. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hatua hiyo, na katika hizo huu ujenzi kulitoa katika tenti kuelekea katika kujenga jengo tu kama jengo limegharimu karibu milioni 200 kulijenga hili jengo ambalo linaonekana na uzuri wake huu. Na tuliagiza vyombo China, na nichukue nafasi hii kushukuru sana serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutupa pia ile tunasema msamaha wa kodi na ushuru. Siku hasa ya ibada maalum itakuwa ni tarehe 15 mwezi wa 3 2026 kuanzia saa 3 asubuhi, na tutakuwa na hili tukio. Siku hiyo ndio kilele chake. Tutakuwa na mgeni rasmi kwenye shughuli za kidini. Tunasema wanaoweka wakfu ni mabishop. Sasa tuna mgeni rasmi anaitwa Bishop Dr. Huruma Nkone kutoka kanisa la VCCT, la TAG VCCT kule Mbezi Beach, Dar es Salaam. Ameshakubali, ameshajiandaa kwa ajili ya safari. Ataingia tarehe 14 na tarehe 15 tutakuwa naye kama mgeni rasmi wa kuweka wakfu. Pale panahitaji maombi maalum ya kibishop, ya kitumishi. Kwa hiyo tutakuwa naye huyo mgeni ambaye tunamshukuru Mungu kwamba amesha confirm. Lakini pia tutakuwa na wageni viongozi wa kiserikali na kisiasa hapa Mbeya. Dr. Tulia Ackson ambaye alikuwa mbunge wa Mbeya na sasa hivi tunajua ni mbunge wa Uyole, jimbo la Uyole, watakuwepo, na tunaamini kwamba na wengine ambao tumeendelea kuwasiliana nao watatupa majibu ya kuwepo kwao. Mwanzoni iliniwia ngumu kukubaliana moja kwa moja kwamba tukaanze kanisa. Sikutarajia kama tungeweza kusimamia kanisa. Wakati aliponishirikisha kwamba Bwana amesema naye kuanzisha kitu kinaitwa Total Healing, kihusishe kanisa, kihusishe shule, kihusishe hospitali, kwa namna moja au nyingine niliona kama anaota vile kwamba haya mambo yatakuwa kuaje, yatakwenda kwendaje. Lakini kidogo matumaini yalikuwa yanakuja kwamba kwa uzoefu wa shule na hospitali havisumbui, ila kwa habari ya kanisa sasa hajawahi kuwa mchungaji kwamba sasa kuanza kuchunga kanisa itakuwaje. Ulipoanza haikuwa rahisi. Mmetoka kwenye kanisa kubwa, leo mnaenda kuanza watu wachache, sijui 12. Tulipata neema ya kuanza watu 12, lakini mnaona kama mmetengwa hivi, kama sijui mmepotea, kama sijui mmekosea, sijui tuairishe. Lakini tunamshukuru Mungu, neema yake ilikuwepo. Watu tunaona wanakuja, baadaye unasema kumbe basi unashangaa. Tukaona hatimaye limekuwa ni sura, ni kanisa kweli. Jina naitwa Ronald Rweguza, ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi kwa ajili ya sherehe yetu ya THM Day. Kama kamati tumejipanga vizuri kwa sababu tunategemea tutakuwa na watu wengi, kwa hiyo na
event yenyewe tumejipanga vizuri, na kumbuka ni miaka 10, kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kwa kanisa. Kwa hiyo kama ambavyo mchungaji alikuwa ameelezea mwanzo, tutakuwa na wiki 2 kwa ajili ya sherehe yetu, na kilele itakuwa ni tarehe 15. Kwa wiki ya kwanza tutakuwa na seminar ambao tunakaribisha watu wote kuweza kuja kushiriki. Kwa wiki ya pili tutakuwa na event kwa ajili ya charity. Na yenyewe tutaendelea kutoa taarifa zaidi, na hiyo siku ya kilele tutakuwa na ufunguzi ambapo kama list ambapo imetajwa na pastor, tutakuwa na wageni mbalimbali. Kwa tunategemea tukishafanya uzinduzi na kipindi cha mchana tutakuwa na event ya kusifu na kuabudu. Kwa hiyo karibuni sana. Tumeandaa vizuri na tutategemea itafanikiwa vizuri.